Kyerwa hoye! Kyerwa hoye! Mama Samia hoye! Kazi na utu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, dada yangu Hayati Fatma Mwasa, naomba nitambue pia mwenyewe uwepo wa viongozi wa ngazi ya mkoa, watendaji wakiongozwa na rasi, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Kyerwa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa chama wote mlioko hapa, nikiwa pia na waheshimiwa madiwani wakiongozwa na mwenyeji wangu Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Kyerwa, ndugu yangu Halidi Sekela. Naomba nitambue uwepo wa wazee wa hapa Kyerwa, kina mama na vijana wenzangu, mabibi na mabwana. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na mimi nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwingi wa ukarimu. Na mimi naomba nitumie fursa hii kuwashukuru sana Wanakagera kwa mapokezi mazuri na makubwa na makaribisho. Asanteni sana. Nakushukuru sana mkuu wetu wa mkoa, na kwa namna ya kipekee namshukuru Mheshimiwa mbunge Comrade Halidi Sekela. Asante sana, na nataka niwahakikishie Wanakyerwa, nimewasikia hapa namna mnavyomshangilia. Hakika mmepata kijana mzuri wa kumtuma, hongereni sana. Kama ni ushenga, ninyi watu wa Kyerwa mmepata mshenga mzuri, maana juzi amekuja bungeni alikuwa mkali kweli kweli. Mimi ni kaka yake, lakini kwa jambo la maslahi mapana ya watu wa Kyerwa alikuja akiwa amekuja uso, anasema brother, jambo hili litatenganisha udugu wetu. Kwa hivyo mnaye mtu msimamizi, mnaye mtu mfuatiliaji, mnaye mtu mkereketwa wa maendeleo ya wilaya hii ya Kyerwa. Hongereni sana wazee, hongereni kina mama, hongereni na vijana wote. Ni kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwamba ukimtazama unaweza ukadhani hazungumzi, lakini ni mzungumzaji mzuri na ni mjenzi wa hoja nzuri. Kwa hivyo hongereni sana, na sisi tunawatakieni kila la heri katika kuhakikisha ya kwamba mnamtumia vyema kwa ajili ya maendeleo ya wilaya ya Kyerwa na nchi yetu kwa ujumla. Lakini nikushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, uliniandikia barua rasmi kabisa ya kunieleza maendeleo ya ujenzi wa barabara ya Murushaka Kyerwa kilomita 50 inayojengwa na wakandarasi Shando, na ukanieleza namna ambavyo kazi yao hairidhishi, na leo umekuwa kweli, umesema hapa wazi kwamba hao mabwana hawafanyi kazi yao ipasavyo, na ukaenda mbele kwamba kuna barabara nyingine inayokwenda sambamba na hii, inasemekana kwamba hao mandugu wanaiwinda. Umeomba kwamba hiyo wasipewe kwa sababu rekodi yao sio nzuri. Sasa kwanza pokeeni salamu nyingi sana za Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Anawasalimu Wanakyerwa na amenituma niwasalimieni ninyi wachapakazi, wapenda maendeleo kutoka wilaya hii ya Kyerwa. Mama Samia anasema anawapenda sana, kuanzia kule Karagwe mpaka hapa Kyerwa. Na nimeona pamoja na ufinyu wa barabara hii,
lakini maendeleo ya wananchi ni makubwa na ni mazuri. Mkipata hii barabara, nina hakika kaya, familia nyingi sana zitainuka zaidi kiuchumi na mambo yenu yatakuwa ni mazuri sana. Nataka niwahakikishie serikali ya Rais Samia, Daktari Samia Suluhu Hassan, lengo lake kama yeye mwenyewe alivyotamka bungeni wakati anafungua bunge, alisema anataka akimaliza kazi hii, pamoja na mambo makubwa ya kimaendeleo atakayokuwa ameyafanya katika taifa letu, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa kilomita hizi 50 za lami ya kutoka Kerwa mpaka Umurushaka, lakini matamanio yake ni kuona Watanzania wamejawa na furaha katika mioyo yao. Na ninyi watu wa Kerwa, ninawahakikishia kwa maneno hayo na kwa maono hayo na kwa nia hiyo thabiti ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mtapata tabasamu. Mtapata tabasamu kwa kupata barabara nzuri ya lami itakayopitisha mazao yenu, itakayopitisha vijana wanaokwenda kusoma, itakayopitisha wakina mama na wazee wanaokwenda mahospitalini, itakayopitisha shughuli zenu zote za kiuchumi. Na nimesikiliza hotuba muktasari uliosomwa na meneja wangu wa mkoa, nimemsikiliza vizuri. Ninaomba wale wakandarasi niwaone. Jambo la kwanza, nimesikiliza risala zote kuanzia kwa mheshimiwa mbunge na viongozi wengine mbalimbali. Ni kwamba mmeshindwa kufanya kazi yetu. Mmechukua fedha za serikali, mmechukua fedha za umma, mmechukua fedha za walipa kodi na hamkufanya kazi kadiri ya mkataba unavyotaka. Jambo baya zaidi, mmeiacha barabara na kuitelekeza. Watu wa Kerwa hawakustahili kupata mateso mliowapa, maana hiyo barabara ikishakuwa na mkandarasi inashindikana kufanyiwa maintenance na mtu mwingine yoyote isipokuwa mkandarasi yeye aliyoko site. Nimeipita leo barabara, nimeiona kwamba hamfanyi maintenance. Kwa hivyo watu eneo la kupita kwa masaa mawili kwa lisali moja wanatumia masaa matatu, na hata migongo inauma. Lakini nimesikia pia kwamba haieleweki fedha za walipa kodi wa Tanzania wapi mmekwenda kuzitumilia, mmefanyia kazi gani? Sasa mambo yangu ni matatu, maelekezo yangu ni kama yafuatavyo, wala hakuna maneno mengi, tunataka vitendo, au sivyo? La kwanza, jambo la kwanza, ninawaelekezeni TANROADS na mkurugenzi wa barabara kutoka wizarani kama ifuatavyo. Leo ni tarehe 31 mpaka itakapofika tarehe 28 ya Februari, maana mwezi huu unaisha tarehe 28, sivyo hivyo? Mmeshapata taratibu zote za kuvunja mkataba wa undugu na tumfukuze kwenye kazi yetu. Ukifika tarehe 28
muwe mmeshafuata taratibu zote za kumfukuza kazi kibarua huyu ambaye tulimwajiri afanye kazi ya Kyerwa mpaka Umurusaka. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nimewasikia katika ripoti mnanieleza ya kwamba mmemwagiza atoe na alete taarifa ya bilioni 9 fedha za walipa kodi wa nchi hii amezitumiaje. Nami nataka ripoti hiyo ili vyombo vya dola viweze kufanya kazi yake, na ikiwa kama wamechukua fedha zetu wakazitumia kwa maana nyingine ya kuzitumia, tutawachukulia hatua kali sana, ikiwa ni pamoja na kuwafikisha mahakamani waende wakajibu mashtaka ya uhujumu wa uchumi wa taifa letu. Jambo la tatu, tutakapovunja mkataba na kampuni hili ambalo linaonyesha rekodi yake kuwa haipendezi, nitaomba muandae barua rasmi kabisa itakayotoka kwetu Wizara ya Ujenzi kwenda kwa shirika letu linalofanya kazi ya kusimamia taratibu za manunuzi, yani PPRA, na kuwa blacklist wasipewe kazi nyingine yoyote katika nchi hii ya Tanzania. Hawa wahalifu wa mambo yetu. Nimetoa maelekezo na maagizo yote hayo yafanyike katika muda wa siku zisizozidi 28 kwa maana ya mwezi mmoja. Nataka kila kitu kiwe kimekaa sawa sawa, dokumenti zote ziwe zimekaa sawa sawa, kila jambo limekaa sawa sawa. Mwisho, wako wasimamizi wa huu mradi, na wenyewe mwakague kama wamefuatiliza vizuri taratibu zote zinazohusu mawasiliano, zinazohusu kumsimamia mkandarasi, na wao ikiwa hawakuchukua wajibu wao vizuri. Na hii nakupeni onyo, wataalamu wangu wote wa TANROADS nchi nzima, mnapokuwa mnasimamia miradi, ikiwa kama mkandarasi ni mzembe, hakuna kucheka naye. Hakikisha unafuata taratibu za kimkataba. Kama inahusu kikao kikaliwe, minutes zipatikane. Kama inahusu kumpa notice itolewe tena kwa ushahidi. Kama inahusu kukaa kikao cha kiuongozi, yani high level meeting, kikao kikaliwe na minutes zipatikane. Hatua zote. Hatutapenda kuona sisi tunakwenda kumfukuza kazi tuliyempa kazi, kisha tunakwenda kushindwa mahakamani kwa sababu ya uzembe mlioufanya wataalamu katika kuhakikisha kwamba mnasimamia vyema sehemu zinazohusu mikataba yetu. Na kama tutathibitisha na kuona jambo la namna hiyo, mathalan katika mkataba huu wa Kyerwa Umurusaka mkakosea, na ninyi tutawaingiza katika makosa ya kihujumu ya uchumi wetu, kwa sababu jambo lililo wazi kabisa. Kwa hivyo tutajua kabisa ya kwamba na ninyi mmeshiriki kikamilifu na makandarasi hawa kutuhujumu, na tutaamini ya kwamba inawezekana hata hizo fedha ambazo serikali ilizitoa za walipa kodi wa taifa hili zikawalipa kama advance payment, yawezekana na wataalamu wetu wameshiriki katika kuzitafuna pia. Ili muwe katika sehemu salama, nataka taratibu zote katika mwezi huu, karatasi zote za kimkataba za kisheria zikae sawasawa, tufike mwisho na jambo hili. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, serikali ya Rais Samia imedhamiria kuhakikisha ya kwamba inapeleka huduma ipasavyo kwa wananchi. Mama huyu ana huruma na watu wake. Tumeona ndani ya miaka 3-4 kazi kubwa aliyoifanya. Hatuwezi kukubali kurejeshwa nyuma na watu wasiokuwa na nia njema ya maendeleo ya taifa letu. Na kuagizeni pia wataalamu wangu kutoka Wizara ya Ujenzi na TANROADS kama ifuatavyo. Ili ni agizo namba 4.
Nimeipita hii barabara, nimeiona hali ya barabara sio nzuri, kwa sababu haifanyiwi maintenance. Kahawa zinapita kwa tabu, ndizi zinakwenda kwa shida, watu wanaokwenda mahospitalini wanapata tabu, wananchi wanaokwenda katika kazi zao za kijamii wanapata shida. Tafuteni njia ya kufanya ya haraka, tafuteni mkandarasi yoyote wa ndani kutoka katika sehemu ya fedha za mradi huu, rekebisheni hiyo barabara ndani ya huo mwezi mmoja, watu wapite kwa usalama. Nina hakika hivi sasa wananchi wanalipa gharama kubwa ya safari ya nauli. Gharama ya nauli inapanda kwa sababu ya ubovu wa barabara, kweli si kweli? Tafuteni mtu wa ndani, mkandarasi yoyote mzawa aliyoko hapa, tekelezeni jambo hilo kwa utaratibu bila ya kukosea. Nataka kuanzia Jumatatu, Jumanne muanze kazi ya kumpata mtu huyo mkiwa mmekamilisha taratibu zote za kisheria, za kitaratibu na miongozo yetu, na aingie kazini aisafishe barabara hii ya Kyerwa, ikae vizuri, mabasi ya abiria yapite na watu nauli zikae sawa sawa. Mama Samia hoye! Mama Samia hoye! Nataka niwahakikishieni tutaifanya kazi hii vizuri, msikate tamaa. Tunamalizana kwanza na huyu, tukishamalizana na huyu tutapata watu wazuri wa kuifanya kazi hii ya watu, tutapata watu wazuri wa kuifanya kazi hii ya watu wa Karagwe, tutafanya kazi hii ya Watanzania wananchi, ili muweze kuendesha mambo ya uchumi wenu na familia zenu, ili muweze kuendesha na kuinua kipato cha kaya, ili watu mpate utajiri zaidi. Inawezekana bei ya kahawa hela yote inaishia katika kuisafirisha, kwa sababu ya barabara. Ukimleta lori huku abebe kahawa anakuchaji hela nyingi, kwa sababu barabara ni mbaya. Lakini serikali imefanya kazi yake, tena imeifanya kazi yake vizuri kwa kumpa mkandarasi, lakini mkandarasi amekuwa mbabaishaji. Hatutamvumilia mtu wa namna hii, hatutamvumilia mtu wa namna hii. Na mwisho ni maelekezo ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tunapotengeneza hizi barabara ni lazima tuweke na taa za barabarani. Na waagiza, agizo hili ni la 5 ama la 6 wataalamu wangu, ya kwamba design ya barabara hii katika miji yote inakopita mula kwenye miji kama hapa, nimeona ni mji mkubwa. Kuna mahala pale panaitwa Mkwenda, nao kuna mji mkubwa. Na wakati mmoja rafiki yangu Abdulmajid Sekela naye akanambia Nyankatumtu ni mji mkubwa. Hakikisheni ya kwamba maeneo hayo yenye miti mikubwa watu wanapata taa na wanafanya biashara usiku na mchana. Tunataka watu wafanye biashara usiku na mchana, na hayo ndio maelekezo ya jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Anaposema anataka tabasamu na furaha kwa wananchi, ni kwa kufanya vitu vya namna hivyo. Karagwe hoye! Kyerwa hoye! Mama Samia hoye! Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Mimi nafahamu kwamba tukiweka taumu hata vibaka watakimbia, si ndivyo? Na bodaboda watafanya kazi yao usiku na mchana, na mamalisho watafanya biashara usiku na mchana, na wengine wanaouza vitu vikali vikali nao watafanya biashara usiku na mchana. Hapo vipi? Hapo vipi? Mama Samia hoye! Sekela hoye! Kwa hivyo ninachosema, msihofu, nitarudi tena hapa baada ya taratibu zote hizi za kisheria kuwa zimekamilika. Nitarajieni kuwa mtaniona tena hapa. Sisi tumetumwa kazi ya wananchi,
Mama Samia ametumwa kazi ya wananchi kuinua hali za wananchi, si ndivyo hivyo? Familia ziinuke, watoto wetu wasome, maisha yetu mazuri yawe zaidi. Ninyi ni wakulima wa kahawa, ninyi ni wakulima wa ndizi na maharage yako huku. Tunaona sasa mambo huku ni mazuri sana. Hata nikiwatazama ninawaona ni watu wenye nguvu na mmeshiba kwelikweli. Tunamuona hata mwenyekiti wa CCM huyu. Kerwa hoye! Kwa hivyo ndugu zangu, kweli na amani, nimekuja kwa heshima ya viongozi wetu. Mkuu wa mkoa amefanya kazi nzuri sana, dada yangu Hajat Fatma Mwasa, na Mwenyezi Mungu akutunze, akupe afya njema, uendelee kuaminiwa kulijenga taifa letu. Lakini kwa sababu ya heshima ya ndugu yangu Halidi, Mheshimiwa mbunge Ali Nzegela na Mheshimiwa mbunge Bashungwa, Nzegela kama nilivyowaambia akaweka ukaka pembeni, akasema bwana, twende ukaniokoe. Tena alisema akiwa amekunja na uso. Asante sana. Na mimi nimefika Kyerwa. Nakupenda sana. Na nataka niwahakikishie nitalisimamia jambo hili usiku na mchana hata hatima ya jambo hili itakapopatikana. Hawa jamaa nikiwakuta na fraud watakwenda mahakamani. Hawa jamaa kama wamecheza na pesa za umma, if you play with the money of the taxpayers of Tanzania, I will take you to court. Yes, definitely we will take you to court. We paid you 9 billion Tanzania shillings as an advance payment. You played with our time. Nothing has been done right here. You only did 3 kilometers. Nothing. You do like we see there is a change. There is something done here. Nothing. Andika vizuri. Maana hapo nilichanganya lugha kidogo. Ndivyo hivyo. Niliamua kuongea kwa Kinyambo. Kwa hivyo muelewe ya kwamba hatujaona mlichokifanya mahala hapa, na mkifanya mchezo mtakwenda mahakamani. Hiyo hatuna mzaha wala hiyo hatuna mjadala. Na kwa hakika nataka niwahakikishie tutawafuta katika ramani ya ujenzi kwenye wizara hii ya ujenzi, na tutarecommend hata wizara zingine zote zisiweze kufanya ujenzi na kampuni hili la Shandong Liquor kabisa. Si ndivyo hivyo jamani? Ndio. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Mkoko, nikupe pole sana wewe na timu yako. Lakini niwashukuruni wajumbe wangu, mimi ndio wajumbe wangu wa bodi ya barabara. Nafanya kazi nzuri. Nataka niwaahidi ya kwamba nikipata jawabu la jambo hili nitarudi tena hapa Kyerwa kuja kufanya kinachowezekana kufanya ili tuweze kumalizana na hili jambo la wananchi. Hata ikibidi kutafuta mkandarasi mwingine na kuanza upya tutafanya, lakini kwa njia ya haraka sana. Ndivyo hivyo jamani? Lakini kwa kuanzia watafute njia ya dharura wairekebishe hii barabara. Mimi mwenyewe nimerushwa ile mbaya, sio mchezo. Nikasema sasa mimi nimepita siku moja, huyu Nzegela anayepita kila siku ni vipi? Kwa hivyo lazima wafanye haraka sana, watafute namna ya kuweza kuifanyia usafi hiyo barabara. Ndugu zangu hapa Kyerwa, ninawatakieni kila la heri. Endeleeni kuchapa kazi,
Endeleeni kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwombeni dua nyingi sana, asirudi nyuma, asonge mbele katika kujenga taifa letu. Sivyo hivyo jamani? Tunakwenda vizuri mno. Tuitunze amani yetu. Baada ya miaka mitano ya Dr. Samia, watu watakuja kushangaa makubwa na mazuri ya Tanzania yetu. Endeleeni kuwatunza na vijana kama hawa, wakusaidieni kazi. Huyu atakusaidieni, mtapata maendeleo, mtapiga hatua kubwa sana. Haya mambo ya kupeana hizi kazi za ushenga, mshenga akiwa mzuri, ana maarifa, ana mahusiano mema na jamii, kupata mke ni rahisi. Kweli si kweli? Unamtuma mshenga akapeleke posa mahala, yeye mwenyewe rekodi yake haipendezi, hamna mtu atakupa mtoto wake. Si ndivyo hivyo jamani? Sasa nyinyi mna mshenga mzuri, ana mahusiano mema sana na watu wengi. Tarajieni mawaziri wengi watakuja huku, watakuja kukuoneni na kutatua changamoto zenu. Hapo vipi? Ni kwa sababu ya mahusiano mazuri. Mimi nimeijua Nyakatuntu kabla sijafika Nyakatuntu kabisa. Kabla sijafika Nyakatuntu nimeshajua Nyakatuntu sana. Nimealikwa Nyakatuntu mara 2 mara 3 mimi. Bahati yangu tu haikuwa njema kufika katika hiyo mialiko, lakini kumbe Mwenyezi Mungu alinipangia nifike leo, na alhamdulillah nimefika Nyakatuntu na nimepaona Nyakatuntu. Hongereni sana. Baada ya kusema haya, asanteni sana. Mungu awabariki na nawashukuruni kwa baraka ya mvua. Kandeni mkalime, tujenge nchi yetu. Asanteni.